Inakuwaje ndugu msikilizaji na mtazamaji wa Coast Digital Media, kituo nambari 1 kinachokufahamisha yote yanayojiri kwenye safu ya burudani, siasa, michezoni na nyingi zaidi. Hayo bana, tutakuwa tunaingia Tanzania tuweze kuangalia kitu gani ambacho kinatokea. Ni kwamba msanii wa Bongo Flava Diamond Platnumz ameweza kuweka historia nyingine kubwa zaidi. Ni kwamba hii ni baada ya usiku wa kuamkia tarehe 21 mwaka huu 2025 amefanikiwa kutumbuiza katika tamasha kubwa la Hot 97 Summer Jam lililofanyika New York, New Jersey nchini Marekani. Na ni kwamba Diamond Platnumz amekuwa msanii wa kwanza kutoka Tanzania kutumbuiza katika tamasha hilo kubwa ambalo kwa miaka mingi limekuwa likiwapokea mastaa wakubwa kama Jay-Z, Nicki Minaj, Drake, Cardi B, Nas, Lil Wayne na wengineo. Hot 97 Summer Jam ni moja ya matamasha yenye heshima kubwa katika muziki wa kimataifa, hasa kwenye muziki wa hip hop, R&B, ambapo kwa sasa imevuka mpaka na kukaribisha muziki wa Bongo Flava kushiriki kwenye jukwaa hilo. Na ni kwamba pia wakati alipokuwa kwenye mahojiano ya chombo cha habari kikubwa huko Marekani, msanii huyo aliweka wazi kuwa ametumia zaidi ya dola 250,000 kwa ajili ya kufanikisha show hiyo kwenda kama alivyotarajia. Katika tamasha hilo, Diamond Platnumz aliweza kuungana na wasanii wengine kama Ira Star, Gani, Asake na wengineo. Hata hivyo, kabla ya kuonesha balaa lake kwenye jukwaa hilo, msanii huyo alikabidhiwa tuzo ya Diamond Play Button kutoka YouTube, ambapo imetolewa kwa chaneli zilizofikisha au kupita subscribers milioni 10. Mafanikio haya yanamweka kwenye nafasi nzuri msanii huyo, si tu ndani ya Bongo au Afrika Mashariki, lakini pia kimataifa, ambapo wasanii watatu wa Kiafrika wameweza kufikia kiwango hicho. Na kwamba mbali na tukio hilo, ni kwamba wiki mbili zilizopita tuliweza kuona kwamba Diamond Platnumz aliweka historia mpya jijini London baada ya kujaza ukumbi wa Royal Albert kwa kuingiza mashabiki zaidi ya 5,000 na kupiga show ya kukata na shoka. Kupitia mafanikio ya show hiyo, pia Diamond Platnumz ametunukiwa cheti na uongozi wa Royal Albert nchini humo, akiwa sehemu ya utaratibu wa ukumbi kubwa duniani kufanya hivyo katika ishara ya kumpongeza msanii kwa mafanikio ya kuuza tiketi zote na kujaza ukumbi kwenye show yake. Hadi kwamba hiyo ndio story ambayo tumeweza kuandalia. Cha msingi tu, kama ndio mara yako ya kwanza, hakikisha kwamba una subscribe ili kwamba endapo tutakuwa na story utakuwa mtu wa kwanza kuzipakua. Mimi naitwa Marandu Kazungu.